Tanzania kwa siku kama 5 au mpaka 7 hivi. Tulitamani zingeweza kuwa ni zaidi ya wiki 2, lakini kwa sababu ya uwezo wa kifedha tutaweza kufanya zaidi ya wiki 1. Ziara hii ni ya wasanii wa muziki wa Burundi na inalenga kwenda kufanya kurekodi video kwa wimbo ambao wameutunga kuzungumzia mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi zetu mbili, kwa maana ya Burundi na Tanzania. Kama mnavyofahamu ni kwamba Tanzania na Burundi zina mahusiano mazuri sana ya kidiplomasia na tumepiga hatua kubwa sana kwenye mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hivi sasa nchi zetu mbili zimejikita sana kwenye upande wa kiuchumi. Tunaita diplomasia ya uchumi. Na kwenye diplomasia ya uchumi, jambo kubwa ambalo linaweza kuleta mapinduzi makubwa kwenye nchi zetu mbili ni ujenzi wa miundombinu ya reli ya kisasa ambayo inaunganisha Burundi na bandari kuu ya Tanzania ili kuweza kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu. Na tunaamini tukiwa na miundombinu ya kisasa ya usafirishaji, kwa maana ya kwamba reli ya kisasa pamoja na bandari ambayo inahudumia uingizaji na usafirishaji wa bidhaa kwenda nje, mahusiano yetu ya kiuchumi yanaweza kuwa ni chachu kubwa kwa wananchi wetu, kwa maana wananchi wote wa nchi zote mbili, kwa maana ya Tanzania na Burundi. Lakini miundombinu hii ni muhimu sana kukuza uchumi wa maziwa makuu, kwa maana tunapoongelea maziwa makuu tunaongelea Tanzania, Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Muungano wa Kidemokrasia na Zambia, nchi ambazo zinagusa upande wa ziwa Tanganyika, lakini na maziwa mengine yaliyozunguka hapo. Kwa hiyo wasanii hawa wamefanya kazi kubwa, kwanza kwa kuungana kwa pamoja. Sisi kama ubalozi tumepata faida kwamba angalau wasanii hawa wanaweza kutunga wimbo kwa pamoja, kwa umoja wao. Wamekuwa wakifanya kazi kila mmoja kwa kujitegemea, au wengine wenye kundi lao kwa makundi yao kwa kujitegemea. Lakini tumepata faraja kwamba sasa wasanii hao wameunganika pamoja kutunga wimbo mmoja. Lakini wimbo huo pia unaongelea hiyo miundombinu muhimu sana, kwa maana ya bandari, reli pamoja na utalii, kwa maana hivi vitu vyote vinakuza diplomasia ya uchumi kama nilivyosema mwanzo. Kwa hiyo sisi tunaona fahari kuwaona wasanii wa Burundi wameunganika pamoja na kutunga wimbo unaoongelea diplomasia ya uchumi. Na pengine watu wanaweza kuuliza kwa nini tumefikiria wasanii na si kundi jingine. Kama nilivyosema mwanzo ni kwamba diplomasia kwenye upande wa siasa iko vizuri, kwa maana kwamba viongozi wakuu wa nchi zetu zote mbili wanafanya kazi nzuri na wana mahusiano mazuri. Sasa lilikuwa ni wazo letu kama ubalozi kuona kwamba tunahitaji kutanua wigo wa washiriki kwenye diplomasia. Sasa kama hapa maelewi, tunapotanua wigo ni kwamba tunawaleta washiriki wengi zaidi wanaoweza kufanya hiyo kazi ya diplomasia. Sisi tunaamini kwamba ushirikishwaji wa vijana na ushirikishwaji wa wasanii kwenye masuala yanayofanywa na serikali zao inakuwa ni kazi rahisi ya kuwafanya vijana watambue kazi zinazofanywa na serikali zao, lakini pia na wao kuwa mabalozi kwenye hizo kazi zinazofanywa na wasanii, lakini zinazofanywa na viongozi wa kiserikali. Lakini pia tunaamini kwamba kwa sababu ya kukua kwa teknolojia, wasanii hawa wanazo platforms mbalimbali ambazo zina wafuasi wengi. Wakitangaza kazi zinazofanywa na serikali zao mbili, inakuwa ni rahisi kwa wananchi kujua kinachoendelea kupitia kurasa za wasanii. Nimeona juzi alikuja msanii mmoja hapa, tumepiga naye picha. Nimeona kwenye mitandao yake aliyoandika, nimegundua kwamba tunaye balozi mwingine muhimu. Kwa hiyo kupitia vijana na kupitia wasanii tunaweza kutangaza kazi za kidiplomasia tunazozifanya kwa urahisi zaidi pengine kuliko tulivyokuwa tunatumia kwa kupitia majukwaa ya kisiasa. Kwa hiyo ni utaratibu ambao tumeuona kama kituo cha ubalozi kwamba hebu tujaribu kuwatumia vijana na tuone matokeo yake yatakuwa ni nini. Lakini pia tunapotumia nafasi hiyo tunakuwa tumeua ndege wawili kwa jiwe moja.
tunatangaza kazi zinazofanywa na serikali zetu kwenye mahusiano ya kidiplomasia, lakini tunawapa platform wasanii hawa kutangaza kazi zao za muziki na kutafuta ushirikiano na wasanii wengine walioko Tanzania ili waweze kufanya kazi zao kwa pamoja na kuweza kutangaza bidhaa zao wanazozifanya. Kwa hiyo lengo ni kuhabarisha wana Burundi pamoja na Watanzania kwamba timu ya wasanii kutoka Burundi inasafiri kuelekea Tanzania, na kuelekea Tanzania watapata nafasi ya kuiona SGR inayofanya kazi. SGR naongelea reli ya kisasa, kwa maana watapanda reli ya kisasa, treni ya kisasa kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam. Watapata nafasi ya kufanya video shooting, kwa maana ya kwamba kupiga hizo picha ambazo zinaambatana na maudhui ya wimbo wao, lakini pia wataitembelea bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa tuna mabalozi kutoka Burundi ambao wanajua tunapoongelea SGR tunamaanisha nini, lakini tuna mabalozi ambao wataweza kuona namna bandari ya Dar es Salaam inavyofanya kazi. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba mnaenda sasa kuwaeleza Warundi kinachotokea kwa upande wa Tanzania, ili Warundi nao wawe na matarajio ya kwamba ile reli ya kisasa inayojengwa kutoka Uvinza kuja mpaka Msongati mpaka Gitega itakuwa na manufaa gani. Unajua, tukieleza sana kwamba inajengwa reli ya kisasa, mtu ambaye hajawahi kupanda treni ya reli apate picha, lakini akipata nafasi kumuona kuna Mrundi amepanda mwenzake, ndugu anayemfahamu, inaleta maana zaidi ya kwamba hichi kitu kinachosemwa kipo na ni cha uhalisia. Kwa hiyo nitawaomba mtakapokuwa Tanzania, pateni nafasi ya kuweka kwenye kurasa zenu, kwenye mitandao ya kijamii, kueleza kinachotokea upande wa Tanzania, ili tujenge matumaini makubwa kwamba pia na hiki kitatokea Burundi. Kama mnavyofahamu ni kwamba tarehe 29 ya mwezi wa kwanza ulisainiwa mkataba sasa wa kujenga kipande cha Uvinza Msongati kuja Gitega, na wakati wowote mwezi huu au mwezi kesho marais wa nchi hizi mbili wanaweza kuweka jiwe la msingi la kuanza kujengwa reli ya kisasa. Sasa tunapoiongelea reli, Warundi ambao hawajawahi kwenda sehemu ambayo hakuna reli, ni vigumu sana kupata hiyo picha. Tunawaomba nyie mtakao safiri kwenda Tanzania, mtumie nafasi hiyo kuwaeleza na kuwaonyesha namna inavyofanya kazi, lakini pia na comfortability. Sasa nimelazimika na kwamba unapotumia reli ya kisasa na wale waliowahi kutumia ile reli ya zamani, mtagundua tofauti uliopo, uwepesi, haraka wa muda, lakini na namna ambavyo unajihisi kama hautembei, kuliko ile kata chinja ile ya zamani. Kwa wale ambao wanajua kata chinja wanajua ilivyokuwa inatumia muda mrefu. Ya Watanzania wajue kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo viko Tanzania vinahitajika Burundi. Na Burundi pia kuna vitu vingi ambavyo viko Burundi vinahitajika Tanzania. So kama Watanzania wakae mkao wa kula, kwa maana Warundi tunaenda kuwatembelea sana, kwa maana tumepata usafiri ambao utakuwa unatufikisha Tanzania kwa muda mdogo. So watusubiri kwa hamu, tunawaletea vitu vya Burundi, tuna roe, tuna dagaa nzuri, tuna mkeke, tuna vitu vingi, kuna miziki mipya ya Burundi, kwa hiyo wanaenda kuvipata kiulaini.